Wakati taifa lake likiwa kwenye ukingo wa vurugu, ufisadi na hofu ya magaidi, kijana mmoja mwenye ujasiri mwenye umri wa miaka 34 tu alisimama na kusema imetosha. Ni kijana na ni jina linalotajwa kwa mshangao mkubwa na matumaini ya watu wengi. Anaitwa Ibrahim Traore. Leo tunamwangaza kijana huyu kutoka Burkina Faso. Aliingia madarakani kwa njia ya kijeshi, lakini kwa nia ya kurekebisha mfumo, kurejesha amani na usalama na kuleta matumaini mapya kwa wananchi wake. Je, ni dikteta mwingine au shujaa wa kizazi kipya cha Afrika? Hebu tuchambue siku ya leo na tutavumbua hapa Locha Media. Ibrahim Traore alizaliwa tarehe 14 Machi 1988 katika kijiji chake huko Kera, kilichopo katika wilaya ya Bondoku nchini Burkina Faso. Alikulia katika familia ya kawaida iliyoamini katika kazi, uadilifu na nidhamu. Tangu akiwa mdogo, alionyesha haiba ya uongozi na mapenzi kwa taifa lake. Baada ya kuhitimu sekondari, alijiunga na chuo kikuu cha Ouagadougou ambako alisomea jiolojia, lakini moyo wake wa kujitolea kwa nchi ulivutia zaidi katika jeshi. Na mwaka 2019 aliingia rasmi katika jeshi la Burkina Faso huko. Alionyesha ujasiri, nidhamu ya hali ya juu na uwezo mkubwa wa uongozi wa kijeshi. Alipandishwa cheo chake na kuwa kapteni mwaka 2020, lakini kilichomtofautisha na wengine sio vyeo, bali ni moyo wake wa kizalendo na msimamo thabiti dhidi ya rushwa na ukosefu wa haki. Wakati wa utawala wa Henri Damiba, hali ya usalama nchini Burkina Faso ilizidi kuzorota. Yaani ilikuwa inateketea kila siku. Makundi ya waasi wa Kiislamu yalikuwa yanaua raia, kushambulia vijiji na kuharibu uchumi. Wananchi walikata tamaa, na licha ya ahadi nyingi kutoka kwa serikali, mabadiliko yalikuwa hayaonekani kabisa. Lakini Ibrahim Traore, akiwa mstari wa mbele katika mapambano dhidi ya magaidi, aliona kwa macho jinsi jeshi lilivyokuwa likitekelezwa kwa kiwango kikubwa. Silaha lakini pia zilikuwa hazitoshi. Morali imeshuka na viongozi wa juu wakionekana kutojali. Aliona kuwa muda umefika wa kusema hapana, na tarehe 30 Septemba 2022 akiwa na kikosi chake aliongoza mapinduzi ya kijeshi na kumpindua Damiba aliyekuwa rais madarakani. Kilichovutia watu wengi namna ilivyokuwa mnyenyekevu wa kazi. Aliahidi kuwa mapinduzi yale hayakuwa kwa ajili ya madaraka, bali kwa ajili ya kurejesha taifa hilo katika mstari wa usalama na maendeleo. Baada ya kuchukua uongozi, Ibrahim Traore hakupoteza muda. Aliunda serikali ya mpito, akaapa kupambana na ugaidi, rushwa na mifumo isiyofanya kazi. Alionyesha kuwa ni kiongozi wa watu. Alionekana mara kwa mara akiwa mstari wa mbele na askari wake, akiwashika kiroho, akiwahamasisha pia na kuwapa matumaini mapya. Hakuficha msimamo wake kuhusu uhusiano wa kimataifa. Alionyesha nia kutengeneza zaidi, akipunguza utegemezi wa Faransa na kuangalia ushirikiano mpya, ukiwemo ule wa nchi ya Urusi. Kwa wengi, huu ulikuwa ni ushujaa. Kijana wa Kiafrika aliyethubutu kusimama kidete na kwa maslahi ya taifa na watu wake bila uoga. Vikwazo vya kimataifa vilikuwa vikizingika. Alihimiza umoja wa kitaifa na kuwapa vijana nafasi ya kushiriki katika ujenzi wa nchi yao. Alieleza kuwa vita hii si ya kijeshi peke yake, bali ni kila Burkina Faso mwenye moyo wa kizalendo. Hakuna kiongozi anayekwepa changamoto. Ibrahim Traore anakumbana na ukosoaji na vikwazo vikubwa vya kiuchumi na mashinikizo kutoka ndani na nje ya nchi, lakini amebaki imara, akisisitiza kuwa lengo lake si kung'ang'ania madaraka, bali kujenga msingi wa taifa lenye heshima, amani na maendeleo ya kweli. Amewaambia wananchi mara kadhaa kwamba ataondoka madarakani pindi lengo litakapofikiwa na mpito kuelekea demokrasia ya kweli ukikamilika, na ahadi inayomtofautisha na viongozi wengine wa mapinduzi yaliyopita. Ibrahim Traore ni mfano wa kiongozi mchanga wa Kiafrika anayejaribu kuleta matumaini katika mazingira yasiyo na tumaini. Kiongozi aliyethubutu kupiga mfumo wa matokeo na kimapokeo, si kwa maneno bali kwa vitendo. Anapendwa na wengi sana, anachukiwa na wachache, lakini bila shaka historia itamhukumu kwa matendo yake. Swali la kujifunza kwenye hili: je, Afrika inahitaji viongozi wengi zaidi kama Traore? Vijana wanaothubutu kwa ajili ya vizazi vyao na vizazi vijavyo. Fuatilia safari yake. Nadhani utakuwa umejifunza vingi sana, na wewe utafakari.
unapewa nafasi ya uongozi, ungewajibika kama yeye? Na unaamini nchi yako, je, viongozi wako wanastahili kufanywa kama kile ambacho Traore alikuwa amekifanya huko nchini kwao? Naamini katika sehemu ya komenti itakuwa ni sehemu sahihi ya kwenda kusikia nini mawazo yako juu ya hili.